Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kila sifa njema anastahili nazo Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye ambaye ameumba kila kitu kwa uadilifu na kwa mapenzi yake, na rehema na amani zimwendee mtukufu wa daraja ambaye ni mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ali zake na sahaba zake wote kwa ujumla. Amma baade, ya Rabbi, Mola ambaye uliyeumba mbingu saba na ardhi na ardhi saba kwa mfano wake, tunakuomba ya Allah tusamee makosa yetu na uziinue daraja zetu na uwarehemu wazazi wetu. Mie mada yangu ni fupi ngaje madam kaingia, kwa hiyo mimi nitakuwa naenda na kama nafanya summarize tu, au sio? Mada yangu mimi ni kujitambua. Kama mada yangu mimi nitaongelea habari ya kujitambua, kwanza tunataka tujitambue. Wewe ni nani? Ili ufanye yote haya na uweze kufanya hijra, ujitambue wewe ni nani. Ukishajitambua wewe ni nani, utafanya hijra na kisha utayatekeleza yale yote yaliyoongelewa leo, au sio wanangu? Lakini imada tunaiongea kila wakati. Jamani, hivi mpaka leo hamjajitambua nyinyi ni kina nani? Amirat, hujajitambua wewe ni nani? Katiba, hujajitambua kama wewe ni nani? Tunajitambua. Ujitambue, alafu ndio ukishajitambua ujue lengo la kuumbwa kwako. Wewe ni nani? Wewe ni mwanadamu, wewe ni binti wa Kiislamu ambaye utaelekea utakuwa mama wa Kiislamu. Umeumbwa ili uje ufanya nini? Tunarudi kwenye mada ya kwanza kwamba umeumbwa kuja kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Na kama umejua hivyo, basi sasa hivi unatakiwa usimame imara, ujitambue na kufanya yale yote ulioamrishwa na kuyaacha yale yote uliokatazwa. Sawa wanangu? Muachane na yale yote mlio katazwa na mfanye yale yote mlioamrishwa. Kwa sababu ni mambo machache tu. Tumeanza na swala. Swala ni mojawapo ya jambo muhimu katika mambo ambayo mwanamke atakayofanya. Ili upate kuiona pepo ya Mwenyezi Mungu, lazima uswali swala 5 kwa wakati. Uzisimamishe swala 5. Swala 5 sio uswali tu, uswali swala zenye kukamilika, swala zenye kukataza mabaya, swala ambazo wewe ukiziswali utaweza kuiona pepo ya Mwenyezi Mungu. Na ukiacha swala itakuwa ni miongoni mwa wanawake wa motoni. Alama ya mwanamke mwema, mwanamke wa peponi, ni yule anayeswali swala 5, na alama ya mwanamke wa motoni ni yule aliyeacha kuswali. Alama ya mwanamke wa peponi ni yule anayelinda tupu zake, na alama ya mwanamke wa motoni ni yule anayeachia wazi tupu zake. Nini tupu? Haya, tuache ile tupu. Heri, samahani, umeingia. Sawa, tuache ile tupu, lakini kuonyesha hata vile viungo ambavyo subhanahu wa ta'ala amekukataza. Ukaacha tu mikono na uso, vingine vyote ukivionyesha wewe umetembea uchi. Haya, na yale mavazi sema hawatokuwa radhi manaswara na makafiri mpaka tupate mila zao. Sasa hivi tumekuja tunavaa nini? Tight zile. Sawa natembea mmevaa hali ya kuwa hawatokuwa, hakitosimama kiama mpaka watu hao wamevaa hali ya kuwa wako uchi. Alama za kiama si tunaziona jamani? Alama za kiama hazipo? Na nyie mabinti wa vio ndio mnaongoza kuonyesha hizo alama. Mmevaa hali ya kuwa mko uchi, kila kitu kinaonekana, lakini umevaa nguo. Mnasema nini? Transparent. Mimi mwenyewe sio msomi hapa, watu waliopita wanasoma na Kiingereza.
Mimi nikisema hapa nitawasomea Kinyasa na Kisangu. Kwa hiyo ndio hivyo. Sawa wanangu? Acheni kuvaa mavazi ambayo yanaonyesha maumbile yenu. Hizo ni alama za mwanamke. Ukiona tu umevaa hivyo, ni alama za mwanamke wa motoni. Na ukitaka ili wewe uonekane na ujue kwamba kumbe mimi ni mwanamke wa aina gani, basi lazima ujichunguze. Usingoje uchunguzwe. Jichunguze wewe. Ujione umesimama wapi, uko wapi, unafanya nini. Usisahau kwamba wewe ni mama wa kesho. Usisahau kama wewe ni mama wa kesho. Na cheo chako ni nani? Ummu madrasa. Mama ni chuo. Sasa wewe utakuja kufundisha nini wanao? Kama wewe hujitambui, unafanya mambo ya ajabu, wale wanao utawafundisha nini? Huyo mumeo utamwenzi kweli? Utamfundisha, utamuelekeza mambo mema? Si ndio toka unamgasi kwa kumwambia mume wangu leo kuna rusha roho, leo mume wangu nunulia baya kwa fulani, leo kuna sherehe. Uende ukajipambe, ujirembe, mnaeka na makope, wigi. Manake sasa hivi jamani, wa Afrika hakuna. Wote nywele mpaka mgongoni. Hao naongopa. Wote nywele zimefika migongoni watoto zetu. Wa Afrika wameisha. Kwa hiyo sasa ni wewe chagua. Mwenyezi Mungu amesema yeye ukinipenda mimi, ukanitaja, ukaniweka moyoni, basi mimi nitakaa na wewe, nitakuongoza. Lakini ukiniacha na usinitaje, basi nitakushughulisha na mambo ambayo ni ya dunia, ambayo yatakutoa na adhabu itakuthubutikia. Sasa yule ambaye anajiona bouncer, kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema bouncer sio ndio yule anayepigana mieleka na pigana ngumi. Hapana. Bouncer au mwenye nguvu ni yule anayeweza kupigana na nafsi yake akaizuia isiende mabaya. Yule ndio mwenye nguvu, yule ndio mwenye uwezo. Kwa hiyo wewe kama huwezi kuidhibiti nafsi yako, kuizuia nafsi yako kuyatenda mabaya, ukaenda kutenda mema, basi hujajitambua. Na kama umejitambua, umedhoofu. Simama imara. Sawa kina mama wanangu? Na tukitaka kusoma, tukasome katika sura Ar-Ra'd. Hakika Allah habadilishi yaliomo mpaka mbadilike, na yaliomo moyoni wakiondoa neema, basi mpaka ufanye toba. Na kama hujabadilisha na Mwenyezi Mungu hujabadilisha yaliyoko moyoni, basi Mwenyezi Mungu akitoa hiyo neema mpaka ufanye toba. Sio toba ya kumdanganya Allah, unasema nimefanya toba kesho unaenda kuyarejea. Hapana, ufanye toba iliyo ya kweli, ili na yeye ndio atakusamehe Mwenyezi Mungu. Ndio maana sasa hivi tunafanya mambo kama sasa hivi hapa ukti amesema sijui tufanye nini, hatuwezi. Tuna makorokoro ndani ya nyoyo zetu, tuna matatizo ndani ya nyoyo zetu. Mambo yetu Waislamu hayawezi, hasa Waislamu waambia, hasa kina mama waambia, hatufiki. Hatutoweza kufika mpaka tutoe makorokoro, mpaka tubadilishe yaliyomo moyoni mwetu, ili Mwenyezi Mungu aweze kuweka neema zake na tufanye toba iliyo ya kweli. Kwa sababu Allah habadilishi neema akaiondoa, na wala hairudishi mpaka atubu, kwa sababu Allah anajua na kila kitu. Yeye ndio muweza wa jambo, kila jambo. Sawa jambo? Kwa hiyo Mtume ametoa mfano kwa watu waliopiga kula kuingia katika meli. Mmoja wengine juu, wengine chini. Hao ni wajuao na wanaoona. Na wanawake chini na wale wa chini wakihitaji maji. Na wale walioko juu watakaa, na wale wa chini wako chini wakihitaji maji, na maana mpaka washuke chini. Na sisi muumini unatakiwa uwe kama kioo cha mwenzie, ili tuonyeshe mapungufu. Wewe uwe kioo, mimi nikuone na wewe unione. Na pale penye mapungufu ukubali kukosolewa. Usipokubali kukosolewa itakula kwako.
Anasema katika hadithi, na kunitumikia mimi nitajaza kifua chako kutosheka. Ukimtumikia Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu atakufanya wewe uwe mwenye kutosheka. Ila na nitaziba mapengo na wadhifa wako, na nitafungua njia ya riziki. Ukiridhika na Mwenyezi Mungu atafungua njia za riziki. Kama wewe hujaridhika basi. Kwa hiyo tujitahidi na tujitahidi kujitambua, kusimama. Ujitambue wewe ni mwanamke, na ujitambue wewe ni mwanamke wa aina gani. Na usipojitambua itakuwa ni wewe mwenye hasara kubwa, kwa sababu utaangamiza familia yako. Utakuwa ujitambui, utazaa mtoto. Yule mtoto atapata maadili wapi kama mama huna maadili mazuri? Sawa jamani, mimi ninawaomba wanangu, mnasoma, elimu yenu iwe elimu yenye manufaa, elimu yenye kuwanufaisha umma wa Kiislamu na Tanzania kwa ujumla. Tusimame imara, tusiogope kufanya ambalo ni la dini kwa sababu ya kumuogopa fulani. Sawa wanangu, mimi sina mengi. Wa hadha, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naona leo mmeshangaa kusikiliza sana, ila natoa tu salamu fupi. Nawapenda mabinti wetu na naomba mjitahidi kulinda maadili ya dini ya Uislamu, kwa sababu sasa hivi most of the people, yani wengi sana, mnachukuliwa kama mabinti wa Kiislamu wa vioni, vio vyote Tanzania. Mnaonekana nyie ndo watovu wa nidhamu, au nakosea? Yani sasa hivi mimi na kijana wangu amemaliza mwaka jana. Katika maongezi yetu, mama na kijana wa kiume, nikamwambia, je, ukipata binti huko chuoni unaweza kumuoa? Akasema, mimi siwezi kuoa binti wa chuo. Na yeye yuko chuoni. Nikamwambia, kwa nini huwezi kuoa binti na wakati wewe mwenyewe umesoma chuo kikuu? Akasema, kutokana na maadili. Nikaanza kumdadisi maadili kivipi, kwa sababu nao na mdogo wa kike na yuko sekondari anaenda mpaka chuo insha Allah, si ndio? Kwa nini usioe binti wa chuo na umesoma nao miaka 4 Muhimbili, si ndio? Akasema, siwezi kuoa binti wa chuo kwa sababu wengi niliowaona mimi wanakuja na maadili mazuri, stara nzuri, ila akifika chuo marafiki wanambadilisha, anavua stara yake, anakuwa mtu tofauti. Nikamwambia, sasa kwa nini nyie kama vijana, kwa sababu nyie ndo waharibifu, sio wale mabinti? Akasema, hata sio sisi. Mabinti wengi wa Kiislamu wanapenda maisha rahisi na maisha peer pressure. Nadhani mnanielewa, si ndio? Peer pressure, yani mwenzio katoka familia ya kitajiri nyumbani kwao, ana simu hizi iPhone, na hizi ndo mnazozipenda nyie, si ndio? Wewe umekuja na tekno yako ndogo tu, uwezo wazazi wako walokununulia, unatamani na wewe uingie upate ile iPhone. Ujui huyu iPhone katoa wapi, sijui hiyo gari katoa wapi, lakini na wewe bila kujali background ya nyumbani kwenu unataka na wewe ulazimisha ile maisha ambayo sio ya kwako. Na ndo wasichana wengi sana pale wanapofanya nini, wanapoharibikiwa. Alafu pia mnadanganyika kwa kitu kidogo tu. Wa baba ambaye ndo waume zetu sisi, si ndio? Anakudanganya kwa sababu yule anakuharibia maisha yako. Wewe hutimizi lengo lako ulilotoka nalo nyumbani kwenu. Ukifika huku unatimiza lengo lako wewe ambalo hujatoka nalo kwenu. Kwa nini usisubirie? Kama huyo mume atakuja kwa wakati, kama hiyo simu ya iPhone itakuja kwa wakati, tena kwa wakati sahihi kabisa, tena utaletewa na maua na vigelegele juu, si ndio? Kwa nini unarahisisha kitu kidogo tu ukavua utu wako kutokana na simu? Mimi na simu hiyo ambayo ndio nyinyi mnaipenda, lakini mimi sijaona umuhimu wake. Ninayo. Kwa hiyo hata sasa hivi ukiniambia hii simu, si ndio, ina nini, mimi sioni. Lakini nashangaa mabinti wanapenda iPhone. Mimi unajua nashangaa hicho kitu, najiuliza sipati majibu. Kwani simu, hebu niambieni labda kabla sijamaliza salamu zangu, hii simu za iPhone zina kitu gani mbali na simu zingine? Yaani kuna kitu gani? Si ndio mnazozipenda?
Yaani nataka nijue si mtu ya Tecno ichukue hapo, kwa sababu kama mawasiliano si zina mawasiliano zote. Messages si zinatuma, picha si zinapiga. Haya nini? Sema brand. Hatujafikia hiyo stage ya kuwa branding. We are not the hatujafikia huko. Picha tena nikuambie sasa, simu hizi za kawaida ndio zina picha nzuri. iPhone ikifika usiku haina kitu. Mnakataa? Basi mnunue kamera kama mnataka picha. Basi nunueni kamera, si ndio? Nunua kamera utembee na kamera, si unapenda picha? Lakini hii simu ina kitu gani? Mimi bado mjanijibu. Yaani mtoto yuko radhi avue hijabu, avue nguo zake zote, lakini akapewa iPhone. Yaani apewa iPhone. What's the meaning of iPhone? Mimi unajua siku mume wangu aliniuliza, mimi napenda sana Samsung sana. Aliuliza nikuletea simu gani? Nikamwambia mimi kama kawaida Samsung. Akasema hapana, nakuletea iPhone. Akaniletea. Yaani kuna vitu vingine nashindwa kuitumia, watoto wangu ndio wananisaidia. Kwa sababu sioni yani chochote. Labda ni macho matatu sijui. Ndio mnataka ukishika hivi basi watu wajue yule naye ana boyfriend mwenye pesa, si kwenye nini? Amna. Yaani ukimaliza chuo utapata kazi, utanunua. Hivyo unajua utanunua? Yaani utanunua kitu chochote unachokitaka, ila kwa nini? Kwa wakati. Kila kitu kina wakati wake. Umeona? Ukienda na wakati. Mimi mwenyewe nilikuwa binti kama nyie, nimesoma, tena mimi nimesoma nje ya nchi, si ndio? Lakini nilijituliza na hijab na heshima yangu mpaka nikapata posa, nikaolewa, mpaka leo ni mama, si ndio? Kwa hiyo hata wewe usichana huu sasa hivi nyie ni latest, si ndio? Wasichana wazuri, you have yani kila kitu mnacho. Ila itafika mahali uzuri wote utaisha. Yaani wote utaisha. Utaisha uzuri wote, elimu yako yenyewe itazidi kupungua kichwani kwa sababu utakuwa na majukumu mengi. Mimi sasa hivi nikimwangalia binti wangu ambaye form 4, kachukua uzuri wangu wote. Sina kitu. Kachukua kila kitu, nimebaki nothing. Lakini nikijiangalia miaka 25 30 iliyopita, nilikuwa ukimwangalia sasa hivi unasema yes, yani yule binti. Lakini sasa hivi automatic umeisha, si ndio? Kwa hiyo hata sisi tuwe na mipaka na wakati, tusubiri. Sasa hivi tuna miaka 20, sijui si ndio? 20, 21, 23. Tukimaliza tutafika 25, tutapata kazi, utaolewa, utazaa, utakuwa na familia yako, utamiliki. Yani hilo gari unalotamani utalimiliki, utaliendesha mpaka litakuchosha. Hiyo simu utakuwa nayo, utafika mahali hata kuposti uwezi. Hata kuingia sio wapi utashindwa. Kwa hiyo twende kwa wakati, usikimbilie kipindi ambacho sio cha kwako. Wa hadha, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi ningependa kuongea kitu kimoja cha uchokozi. Eti madam hapo nyinyi mnamuonaje? Huyu alitoka kuongea sasa hivi. Mnamuonaje? Sasa hapo anasema mwanae amechukua uzuri wote. Hebu imagine. Haya. Mimi ningependa kuongelea vitu vichache hapa kabla sijamkaribisha mgeni wetu, na nitatoa risala ambayo ipo in form of summarization na nina imani atanielewa tu. Cha kwanza hapa ningependa kuongelea kuhusu, narudi kwenye hizi mada zilizoongelewa afu naongea kitu kimoja tu nakielezea kidogo kwa ufupi sana. Kuhusu kwenye kipengele cha tahara. Mabinti wengi wa Kiislamu na hasa huu mkoa wetu ambao rasta zinauzwa bei rahisi sana. Ni kweli au sio kweli? Na? Amjasikia? Okay, acheni hizo jamani. Mnaishi na watu huko mavioni. Acha tu niongee kwa akiba maneno. Ilivyo ni kwamba Allah amemlaani mwenye kuunganisha na mwenye, yani amemlaani mwenye kuunga na mwenye kuunganisha. Na hata ambao wako kwenye hiyo cheni wote wapo kwenye laana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na mimi kwenye pita zangu msikiti mmoja nilishawahi kuswali, mdada yani nywele zake sijui amezibarabana vipi, muda kutauza ndo niligundua hicho kitu. Huku nyuma yani ni kama zile rasta zimesukwa zikaekwa. Nadhani mshanielewa. Afu huyo akachauza akaswali. Hiyo mekanizmu hapo imekaje? Kwa hiyo ili kuondoka kwenye ule mlango wa shaka ni bora tujiepushe na vitu ambavyo vitatuingiza kwenye laana ya Allah. Sawa
Pengine pia cha pili ningependa kugusia kwenye kipengele cha swala za sunna. Alotuambia hapo kuhusu mada ya swala, alisema swala za sunna zinasaidia kufunga viraka vya swala zetu. Maana wakuta tuna swali lakini ndani ya swala unawaza labda kitu fulani. Mawazo hayafanyi swala yako ikabatulika. Ile ina depend na aina ya hayo mawazo, sawa? Kingine pia swala za sunna zipo nyingi sana. Mfano mimi nitazungumzia chache kutokana na mazingira yetu yalivyo. Cha kwanza, swala alfajiri ni bora kuliko dunia. Raka 2 kabla swala alfajiri ni bora kuliko dunia na vyote vilivyomo. Duniani kuna madhahabu wakadhalika, lakini unaambiwa ni bora kuliko dunia na vyote vilivyomo. Kwa hiyo nilikuwa naomba tungejitahidi katika hilo. Miongoni mwa pia swala za sunna nyingine, swala ya dhuha ina uchache wa raka 2, wingi wake unaenda mpaka raka 8, na kila raka 2 ina fadhila zake. Mfano wanasema raka 2 zile za mwanzo ni sawa sawa na umetoa sadaka viungo vyako 360. Ni sahihi tuna viungo 360? Viungo vya mwili wetu siviko 360. Sasa ukiswali ile swala ya dhuha inasaidia kukufanya, yani ile raka 2 itoa swala ya dhuha inakusaidia kuwa yani tuseme malipo yake ni sasa na mtu aliyotoa sadaka viungo vyake vyote 360. Wingi raka 8. Ukiswali raka 2 unapata faida hiyo. Raka 2 zinazofuata zinaongeza riziki. Na pia ambao tunatarajia kwenda makazini na ambao tuko makazini, hata hizi swala 2, yani swala ya 4 ya dhuha inasaidia pia kuondoa zile fitna za makazini na kadhalika. Tunaelewana? Na hizo faida nyingine zinaendelea huko. Kingine pia kwenye swala ya swala hizi za sunna, raka 4 kabla ya swala ya dhuhuri. Raka 4 yani hizi za sunna. Nitaongea hivyo. Raka 4 kabla ya swala ya dhuhuri inamsaidia mtu kumuepusha. Nitaongea hivyo, itabidi tu munivumilie. Raka 4 A'udhu billahi minashaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Naam, raka 4 kabla ya swala dhuhuri inamsaidia mtu kumuepusha na moto wa jahannam. Such a golden chance. Sio, tunaelewana? Kwa hiyo yani kifupi raka za sunna zina fadhila nyingi. Kwa hiyo nilikuwa ningewaomba pia tungefuatilia katika hilo. Kingine pia kwenye sharti ya swala hapa, nguo unayovaa. Hakikisha ukiwa unatoka nguo unayovaa ikifika muda wa swala hauhitajiki kuongeza nguo nyingine yoyote. Nikisema hii kauli si mnanielewa? Labda mathalan mimi hapa hivi nilivyo. Mnaniona? Unaweza usivae kama mimi, lakini hakikisha nguo unayovaa ikifika muda wa swala hauhitajiki kuongeza nguo nyingine. Mtanisamehe. Kuna baadhi nimeona mmevaa mkanda. Kamera na record, lakini kipengele labda mngekuwa mnakikata. Ila endelea tu kurekodi. Kuna wengine ni mashallah jamani. Nikisema mashallah si mnanielewa? Kwa hiyo akifunga ule mkanda, anachora ile ramani ambayo mume ndo pekee anatakiwa kuiona. Sijui nimeeleweka? Naam. Kingine pia munivumilie, napenda kucheka. Kingine jamani, kwenye swala la kuolewa, kwenye mada ya ndoa, hii mada ni pana sana na nilitamani kuongea vitu vingi na niliongea na ukti wangu pale, lakini muda haukuturuhusu. Na imani tutaandaa event nyingine kama hii, ndio Madam Zuhra? Tutaandaa, yani hiyo tutaweka mada 2 tu. Ya kwanza ndoa, afu ya pili nyingine. Kwa sababu gani? Subhanallah. Naongea wengi sisi mabinti tukitaka kuolewa, tukipelekwa kwa makungu, mara nyingi wanabezi kwenye mambo ya chumbani. Nadhani mmenelewa nyinyi watu wazima. Lakini kuna vitu katika dini ukivifanya, ukimfanyia mumeo, automatic wewe unaona ni kitu cha kawaida, lakini kinaweza na kwanza naomba nitambue uwepo wa amirati wa mkoa, amirati wa vyuo vyote, viongozi wengine wa Mbeya jiji, mabinti, wasichana, wanawake wote ambao tumehudhuria. Asalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh.
Awali ya yote kwanza naomba ni mshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia sote kwanza kuweza kuhudhuria, kwa sababu kwanza ni neema kubwa. Hatukuwa tunaijua leo, si ndio? Hakuna binadamu anaijua kesho yake, si ndivyo? Lakini leo tumekutana hapa, tumesikiliza hizi mada nzito. Nilikuwa na wanongoneza hapa viongozi, nawaambia jamani, hichi kitu ni kizuri sana, kwa sababu sio mikoa yote ambayo inaweza kuarrange kitu kama hiki. Mimi nimekaa Iringa kwa miaka 9 kabla ya kuhamia Mbeya. Na kipindi chote ambacho nimekaa Iringa ni mji ambao nadhani mwamko wake Kiislamu ni mkubwa kidogo kushinda Mbeya, lakini hapajatokea kitu kama hiki. Kwa sababu Waislamu pia tunajulikana, lakini hatujawahi kusikia kitu kama hiki kikiwa kimeandaliwa. Kwa hiyo kwa maana hiyo naomba niwapongeze sana viongozi wa Tamsia, lakini pia Amirat wa mkoa. Naomba nikupongezeni sana wewe na viongozi wenzio pamoja na Amirat wote wa vyuo vya hapa Mbeya kwa kuweza kuorganize wanafunzi kuja kwa wingi wa kiasi hiki. Japokuwa mnasema hawajaja wengi, lakini kwa kweli namba hii sio ndogo, ni kubwa kwa kweli, mashallah. Tuombe Mwenyezi Mungu atujalie uzima na awajalie uwezo viongozi hawa, wasije wakapata changamoto yoyote hapo katikati au wakavunjishwa moyo kwa namna yoyote wa kuacha kuandaa kitu kizuri kama hiki. Ama baada ya hapo tuwapongeze pia wanawake wote au wasichana wote ambao umehudhuria. Mmependeza sana na hijabu zenu. Haijalishi leo ndo kwanza unavaa, whether huvai, leo ndo umevaa, lakini jua kwamba umependeza. Yani alama zote zilizozungumzwa hapa na mtoa mada au kwenye nishadi iliyosomwa hapa na Anat, yani zinakulenga wewe moja kwa moja. Na hiyo inamaanisha nini? Kwamba usiache kuivaa hijabu yako, si ndio? Every step inaanza na first step. Ndio maana hata kwa watoto kuna baby step. Kwani sisi tulizaliwa tunatembea jamani? Si tulianza na te alafu ameweza mwisho ndio hivyo tena unatembea unakimbia, si ndivyo? Kwa hata kama leo ndio kwanza unavaa hijabu kwa sababu kuna hii event ya leo, kwa kweli tunakupongeza na kwamba tunakutia moyo kwamba usifanye nini? Usiache. Utaenda leo utavaa, kesho kwa sababu leo event imeisha utaacha, kesho vaa. Hivyo watu watakucheka, watakufanyaje? Tunarudi tena kwenye mada ya kufanya nini? Ya kujitambua na kujiamini. Vaa hijabu yako, usiache. Lakini pia tunaenda kupenda sana kuwapongeza watu wa mada wote. Wote mmejipanga vizuri kwa kweli, mashallah. Hem, tusemeni mashallah jamani. Kwa kweli wamejipanga na tumepata chakula cha roho jamani. Kile kinaitwa chakula cha roho, si ndio? Tumekula, tumeshiba kabla ya chakula kile pale jiwe, lakini hiki cha roho tumeshiba. Yaani tumepata kitu, naamini kila mmoja wetu amepata kitu. Ukirudi mwenyewe hivi hostel ndio kwa Kiswahili bweni. Ukirudi hostel au ukirudi nyumbani, una kitu cha kufikiria na cha kukumbuka. Kwamba Ukti Zuhura alisema kitu fulani, Ukti Safia alisema kitu fulani, Mama Zainab alisema kitu fulani, yani kuna kitu, kuna mada fulani umekuwa umeipata. Si ndio? Ukti Hadija alisema kitu fulani. Yani kuna kitu kamstari kamoja unakuwa umekipata. Kuna wengine walikuwa na rekodi, that's good. Kuna wengine walikuwa wanaandika, hiyo pia ni kitu kizuri kwa sababu inakuonyesha kwamba wewe utapenda ukirudi tena baadaye utarifa, utaangalia, lakini utakikumbuka katika references zako za kila siku. Sasa tuende kwenye nasaha. Nitagusa kila engo kwa ufupi. Nitajitahidi pia kwa kwenye ufupi kwa kwenye mada zote ambazo zimezungumziwa leo. Tukianza kwanza na mada ya swala ambayo Ukti Safia ameigusia. Ameigusia kwa upana, tena ameenda yani in deep. Very deep. Yani katika namna ambayo sijui nisemeje, ni kitu ambacho wewe mwenyewe ungeweza kujiongeza mwenyewe ukakipata, lakini yeye amekifanya practically tena kwa step by step. Naamini tumevuna pale. Lakini licha ya kuvuna, tunajua kutokana na mambo yetu ya utandawazi. Unagusa leo swala asubuhi utasema usingizi, utagusa adhuhuri, utasema sijui kipindi kilinibana, usiache. Yani hivyo usiache. Ndio tunasema hata kila step inaanza na step ya kwanza. Mwenyezi Mungu anaona unachokifanya. Anza na step hiyo
haimaanishi kwamba uache swala alfajiri, wewe unaswali tu adhuhuri peke yake. Leo kweli umeacha alfajiri kwa sababu utasema asubuhi baridi, hali ya Mbeya, lakini haimaanishi wewe ndio ufanye kama tabia, si ndio? Tumehimizwa swala ambayo dua zetu ili kuweza kukubalika, jitahidi kuswali swala zote 5. Lakini haimaanishi kiswala swala zako 3 utakataliwa kabisa, lakini usiache. Yaani usiache kabisa. Itakufanya wewe upate moyo wa kuendelea kuswali na kuweza kuendelea kufanya ibada zako za kila siku. Mjuaji ni Mwenyezi Mungu au sio? Mwenyezi Mungu ndiye anayejua zaidi. Sisi tunavaa mavazi yetu, tunavaa hijabu, tunavaa baibui, tunavaa jilbab zetu, lakini ile haiwezi kupa wewe kiburi kwamba wewe ndio msafi sana. Lazima endane na matendo yote mazuri ambayo Mwenyezi Mungu ameyapitisha. Inaanza na imani. Imani inaanza na matendo mema. Tuna sadaka na mambo mengine mengi ambayo Mwenyezi Mungu anaainisha kwenye Qur'ani tukufu na ambao maswahaba zetu wamefanya. Kuna kipindi imani zetu zinashuka. Ndio maana tunaambiwa tufanye nini? Dhikri mara kwa mara. Kuna dhikri zingine ni nyepesi kabisa, nyepesi wala hata sio ndefu. Kwa mfano, kufanya istighfar ni ngumu. Istighfar ina faida gani? Eti tuzuri kwa kifupi. Istighfar ina faida kwanza kupata msamaha. Unavoomba astaghfirullah unapata msamaha, unafutiwa madhambi yako, lakini pia inakurudisha karibu na Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu umemkumbuka naye atakukumbuka mahali alipo pia. Mashallah. Kwa hiyo kuna dhikri fupi kama hizo, lakini dhikri nyingine fupi ambayo ni ya kumswalia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumkumbuka na yeye amesema mwenyewe, watakao nikumbuka na yeye atawakumbuka. Vyote hivyo vinakusaidia wewe kurudisha imani yako katika mstari. Inawezekana una machangamoto za kidunia, una changamoto nyumbani, una changamoto, imani yako imeshuka. Kumbuka kuna dhikri nyingi. Hizo mbili ni chache. Dhikri ziko nyingi mno ambazo unaweza ukazisoma zikakufanya wewe urudi kwenye mstari na hata nafsi ikakusuta unapofanya jambo baya. Kwa hiyo lazima uanze na nia. Anza taratibu, matokeo yake mwisho wa siku unachanganya. Lakini kingine ambacho ningependa kukumbushia, sisi kama binadamu, hususan kipindi imani zetu zinapokuwa zimeshuka, umepanga na changamoto, unasema ngoja nimtafute shoga yangu kwanza, mami hapa nimuelezee matatizo yangu nilikopo nayo. Lakini sasa kumbe mami mwenyewe naye mbea, akitoka hapo tena ndio kumwelezea naye kila shoga naye na shoga yake, si ndio hivyo? Au mnakataa? Si kila rafiki na rafiki yake. Matokeo yake tena ishakuwa tena ni habari ya uzushi na umbea, na habari kishama kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine, kuna chumvi tena pale zinama. Sasa kwa nini wewe sasa unakuwa umepata suluhisho? Sana ile aibu yako imekuwa imetambaa, au shida yako kila mtu anakuwa ameijua. Kwa nini usimtegemee Mwenyezi Mungu? Ndio maana kuna swala za sunna, tahajjud ipo, si ndio? Qiyamul layl zipo, kuna swala ya witri, si ndio? Zote hizo ambazo unaweza kuzitumia vizuri kuzungumza na Mwenyezi Mungu na mambo yako yakaenda vizuri. Tusipende kumtegemea binadamu mwenzetu kututatulia matatizo, atakutia tu huzuni moyoni. Tunaelewana ndugu zangu? Mnasema ombea sunna, hakuna kitu kama hicho. Jamani. Hakuna kitu kama hicho. Tubadilike jamani. Lakini pia kuna swala la mavazi pia limegusiwa. Hijabu inatakiwa ianzie moyoni, si ndio? Sio mavazi tu haya ambayo tunavaa. Ianze moyoni. Uanze kwa usafi wako moyoni, alafu unaanza kuonekana kwenye mwili. Kuna watu wengi sana wanajificha kwenye mgongo wa jilbab na baibui na nikab. Ukienda kumfunua huko ndani ni hatari. Ukisikia folda lake mwenyewe unaogopa. Ndio yule fulani anayevaa hijabu, unaogopa. Kwa hiyo tujitahidi pia na sisi, najihusia mimi mwenyewe na nawahusia na nyinyi wadogo zangu, tubadilike. Tunaanza, narudia tena pale, tunaanza kwa baby step, lakini zile baby steps zisituingize kwenye mashimo ambayo tunashindwa kujichomoa. Kuna mada nyingine ambayo ningependa kuigusia nzuri ya kimtandao. Nadhani wote hapa tuna smartphones, si ndio? Hem, tunyoshe smartphones zenu kwanza. Hem, tuzinyoshe wenye smartphone. Najua hapo Instagram unayo, si ndio?
TikTok upo, Facebook upo, na Snapchat ya kufanya uonekane soft. Si ndio? Wote hizo tunazo. Au kama hauna zote basi angalau 3-2 unazitumia. Sasa mitandao ipo ni kwa ajili ya kutufanya sisi tuone beyond kile ambacho tunakifahamu. Lakini je, swali la msingi tunaitumia ipasavyo? Sambamba na kuwafuatilia hawa kina Shilole na kina Diamond na kina whatever na wengine, je, kuna hawa watu wa mada wa msingi kabisa ambao unaweza ukamfuatilia kila siku na ukavuna kitu hata kimoja? Wangapi tunamfahamu Madam Leila Bakari? Hebu nionyeshe mikono tuione. Dada wa Masna unamjua? Safi. Sasa naomba kama hamumfuatilii, naomba sasa hivi mtafute. Ingia Instagram, kama uko TikTok mtafute Madam Leila Bakari Chamshama. Yule dada ni wa Tanga kama sikosei, lakini na ni intellectual mwenzetu kabisa. Ni msomi wa psychology ambaye anavichanganya vyote, yani mada zake akizitoa anachanganya shule na dini. Lakini ziko very straight. Hata anaongelea kuhusu kujiamini, mambo ya kujihisi, mada zote zilizozungumzwa hapa zote unazipata kwake. Lakini zimenyooka. Kama hujamfollow anza kumfollow leo. Hiyo ni shule, ana shule nyingine ambayo hautoi hata shilingi zaidi ya bando lako. Lakini tunao mashehe wengine ambao ni wazuri tu. Tunayemjua mzee wa visa, shehe wa mkoa. Wangapi wanamfuatilia shehe wa mkoa? Akitoa mada zake anatoa na visa. Visa vinakuwa very useful and very productive. Hao ndio watu ambao katika spare time zetu kuliko kufanya vile vitu vyetu vya kucheza ambao havina maana, havina kichwa wala miguu, havikusaidii shule wala havikusaidii ahera. Kwa nini usiwafuatilie watu wa msingi kama hao ambao watakupa shule bila